Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inakabiliwa na uamuzi mkali wa kulaaniwa kutoka kwa shirika la mpango wa haki za binadamu ulimwenguni linalojulikana kama Human Rights Foundation kufuatia mashtaka ya ugaidi yasiyo na dhamana yaliyowekwa dhidi ya Watanzania 61 wakiwemo wahadhiri wa vyuo vikuu, wanafunzi pamoja na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na shirika hilo la kimataifa, chombo hicho cha haki za binadamu kilieleza kuwa mashtaka hayo yalifunguliwa na utawala wa awamu ya 6 hayana msingi wa kisheria na yalitokana na msako mkali ulioambatana na matumizi ya nguvu dhidi ya raia waliokuwa wakijiandaa kushiriki katika maandamano ya amani ya Sabasaba yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai nchini. Katika taarifa hiyo iliyosambazwa kimataifa, shirika hilo la mpango wa haki za binadamu ulimwenguni liliongeza wito rasmi kuitaka serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kumwachilia na kuwaachilia bila masharti yoyote watu wasiopungua 130 ambao wameendelea kuzuiliwa kinyume cha sheria. Taasisi hiyo ilibainisha kuwa hatua ya kuwakamata na kuwashtaki raia hao inayohusishwa na maandamano yaliyopangwa kufanyika lakini hayakuwahi kutokea kabisa barabarani. Shirika hilo lilieleza kuwa matumizi hayo ya mamlaka ya dola yanatafsiriwa kama jitihada za kuficha hofu ya mkuu wa nchi dhidi ya wananchi wake pamoja na udhaifu wa utawala unaoshitakiwa kutumia nguvu na hofu kuendelesha shughuli zake za serikali. Mfululizo wa matukio hayo ulianza kujitokeza wazi siku ya Jumatatu wakati mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Rungumeleza Mshana alipokutana na waandishi wa habari na kutoa maelezo ya kina kuhusu watu 61 waliokuwa wamewekewa mashtaka ya ugaidi. Kiongozi huyo wa sheria ndani ya chama cha upinzani alibainisha kuwa mashtaka hayo ya ugaidi hayana fursa ya dhamana kwa mujibu wa sheria za nchi ya Tanzania. Mwanasheria huyo alisisitiza kuwa wengi wa raia waliokumbwa na mashtaka hayo mazito walikuwa ni wanachama wa chama chake, huku akibainisha kuwa Chadema haioni mkono wa ugaidi wa aina yoyote na kwamba kitendo cha kushiriki au kujaribu kushiriki katika maandamano ya amani hakiwezi kufanywa kuwa kitendo cha ugaidi. Maelezo zaidi yaliyotolewa na mwanasheria mkuu wa Chadema Rungumeleza Mzala yalionyesha kuwa takriban watu 70 waliokamatwa kabla ya tarehe iliyopangwa ya maandamano ya Sabasaba ya Julai 7 wameendelea kushikiliwa na vyombo vya dola bila kufunguliwa mashtaka rasmi mahakamani. Hatua hiyo ilielezwa kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na misingi ya kisheria. Kiongozi huyo wa sheria alibainisha kuwa kuweka raia ndani kwa muda mrefu bila kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria kunaondoa maana halisi ya utawala wa sheria na misingi ya demokrasia nchini. Katika mwendelezo wa taarifa hiyo, shirika la Human Rights Foundation iliunganisha maelezo yake na taarifa iliyotolewa tarehe 10 Julai na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mnyika. Kiongozi huyo mkuu wa utendaji wa Chadema alidai kwa baadhi ya wanachama na wafuasi wa chama chake waliopigwa wakiwa kizuizini na kulazimishwa kuandika taarifa na kukiri kwamba walikuwa wamepanga kutekeleza vitendo vya ugaidi nchini. Kiongozi huyo wa utendaji wa chama cha upinzani alifafanua kuwa mateso hayo yaliyotumiwa kama njia ya kutengeneza ushahidi wa kigushi dhidi ya raia waliokamatwa kwenye msako huo. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika alieleza na kuenda mbali zaidi kwa kudai kuwa matumizi ya tuhuma hizo nchini nzima yalitokana na maelekezo yaliyotoka ngazi za juu za serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kusisitiza hoja yake, mtendaji huo wa upinzani alirejea kauli rasmi iliyotolewa na mkuu huyo wa nchi tarehe 9 Julai
Kwenye kauli hiyo iliyotolewa siku mbili baada ya tarehe iliyopangwa ya maandamano, mkuu wa nchi alitoa tahadhari kali, akieleza kuwa baadhi ya watu wanaojiita wanaharakati walikuwa wakifanya na kuratibu vitendo vya ugaidi ndani ya taifa. Uchambuzi wa taarifa hizo za Human Rights Foundation unaonyesha namna ambavyo kauli za viongozi wakuu wa serikali na utendaji wa vyombo vya dola unavyohusishwa moja kwa moja na hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi ya wanasiasa wa upinzani na wasomi. Mfano halisi uliotolewa kwenye taarifa hiyo ni kukamatwa kwa mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Marick Sadek Tunzi Kaichage, ambaye alikamatwa tarehe 8 Julai wakati wa msako huo wa polisi. Mhadhiri huyo wa chuo kikuu alikuwa miongoni mwa wasomi waliokumbwa na operesheni hiyo kufuatia mpango wa maandamano ya amani nchini. Suala la mhadhiri msaidizi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, Marick Sadek Tunzi Kaichage, linadhihirisha mabadiliko ya ushahidi na mashtaka yanayofanywa na waendesha mashtaka wa serikali chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Awali, mhadhiri huyo alipokamatwa alikabiliwa na mashtaka ya uchochezi mbele ya chombo cha sheria. Hata hivyo, siku moja kabla ya mahakama ya hakimu mkazi Dodoma haijatoa uamuzi wa kumwachilia kwa dhamana tarehe 21 Julai, waendesha mashtaka wa serikali walibadilisha hati ya mashtaka na kumfungulia mashtaka mapya ya ugaidi. Mabadiliko hayo ya mashtaka kutoka uchochezi kwenda ugaidi yanalenga kuondoa haki ya dhamana kwa watuhumiwa kulingana na sheria za sasa za Tanzania. Shirika la Human Rights Foundation lilibainisha kuwa mbinu hizo za kubadili mashtaka dakika ya mwisho kabla ya dhamana kutolewa inatumiwa kama chombo cha kuweka raia kizuizini kwa muda mrefu bila fursa ya kujitetea wakiwa nje. Hatua hiyo imetajwa na taasisi hiyo kuwa ni matumizi mabaya ya mfumo wa mahakama na sheria za nchi ili kukandamiza zaidi mbadala za harakati za kisiasa. Nafasi ya taasisi zinazohusika katika shida hii inadhihirisha mgongano mkubwa kati ya serikali kuu, jeshi la polisi, idara ya mashtaka ya taifa pamoja na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Serikali inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inashikilia msimamo wa kulinda amani wa taifa dhidi ya kile inachokiita vitendo vya ugaidi, wakati mashirika ya kitaifa na viongozi wa Chadema wakieleza kuwa tuhuma hizo zinatumiwa kisiasa kuzima uhuru wa kujieleza na haki za kukusanyika kwa amani. Shirika la Human Rights Foundation linasisitiza kuwa matumizi ya mashtaka ya ugaidi dhidi ya raia 61 na kuzuiliwa kwa watu wengine 130 yanaharibu taswira ya nchi kote duniani.